Ni milipuko inayosikika Yerusalemu, ni ving'ora vya tahadhari vinavyosikika kila mahali katika mji wa Yerusalemu huko Israel. Ni sehemu ya kulipiza kisasi kifo cha Ayatollah Al-Khamenei, kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, lakini pia ni operation ya Ahadi ya Kweli nambari 4 inayofanywa na Iran katika kufanya mashambulizi dhidi ya Israel. Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupitia majeshi yake ya IRGC yamefanya mashambulizi makubwa usiku wa Jumamosi katika maeneo mbalimbali huko Yerusalemu. Milipuko imesikika na ving'ora vya mashambulizi ya anga vilisikika Yerusalemu siku ya Jumamosi. Waandishi wa habari wa AFP wanasema katika vita kati ya Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiingia wiki ya pili. Waandishi wa habari wa AFP walisikia milipuko mitatu angani juu ya Yerusalemu muda mfupi baada ya jeshi kusema ulinzi wake wa anga ulikuwa unafanya kazi kuzuia makombora kutoka Iran. Mamlaka ya Israel iliweka wazi muda mfupi baadaye, na wakala wa majibu wa kwanza wa nchi hiyo Magen David Adom ilisema hakuna majeruhi walioripotiwa baada ya matokeo ya haraka. Kwa ujumla, jeshi la Israel limesema liligundua mashambulizi 11 kutoka Iran kuelekea Israel katika muda wa saa 24 zilizopita. Makombora yalionekana yakiruka kuelekea Israel Jumamosi, huku jeshi la Israel likisema lilitambua makombora yaliyorushwa Iran kuelekea Israel. Muda mfupi baada ya ghasia hizo mpya, jeshi lilisema limeanza wimbi jipya la mashambulizi yanayolenga miundombinu ya mjini Iran. Wakati huo huo, shirika la habari la Tasnim la Iran limeripoti kwamba mashambulizi makubwa ya anga yalipiga uwanja wa ndege wa Merhabat huko Tehran. Iran imefanya mashambulizi makubwa katika maeneo mbalimbali katika mji wa Yerusalemu, lakini pia uharibifu unaonekana pia ni mkubwa, ambapo inadaiwa kwamba ni majengo ambayo yanadondoka kama vile yalivyodondoshwa yale ya ukanda wa Gaza. Hali katika maeneo mbalimbali nchini Israel inaonekana kuwa ni mbaya. Ni kutokana na kile ambacho kinaonekana wakati huu kwamba mashambulizi ya Iran ikiwa ni pamoja na makombora na ndege zisizokuwa na rubani yametengeneza hali kuwa mbaya zaidi katika eneo hilo. Lakini pia moja kati ya kitu ambacho bado kimekuwa ni swali kubwa ni mifumo ya ulinzi wa anga zaidi ya 5 ambayo inategemewa katika nchi hiyo kushindwa kudungua makombora ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Iran sasa imeamua kutumia makombora mapya ambayo yalihifadhiwa katika siku za hivi karibuni. Ilitumia makombora ya zamani na sasa yameibuka haya mapya. Makombora ya Khorramshahr yanatumika sasa, lakini pia kombora la Fatah limeingizwa kazini nalo. Makombora haya kwa kiasi fulani yanaonyesha ufanisi wa hali ya juu, licha ya kwamba baadhi yamekuwa kidunguliwa, lakini Iran imekuja na mipango mikakati ambapo huanzisha mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani na baadaye kupeleka makombora mazito ambayo yanafanya uharibifu mkubwa. Jeshi la Israel kadhalika limesema limeanzisha wimbi jipya la mashambulizi ya anga katika miji ya Iran na ya Tehran, hasa mji wa Isfahan, ilisema jana Jumamosi, wakati mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran yakiingia wiki ya pili. IDF imeanza wimbi la mashambulizi kuelekea miundombinu utawala wa Iran huko Tehran na Isfahan. Taarifa ya kijeshi imesema. Jeshi limesema kuwa ndege 80 za kivita zimekamilisha wimbi jingine la mashambulizi dhidi ya Tehran huko Iran. Jeshi la Israel limesema tena kwamba limeanzisha wimbi kubwa la mashambulio katika malengo ya serikali huko Tehran. Shirika la utangazaji la taifa la Iran liliripoti milipuko katika sehemu ya magharibi ya mji mkuu, lakini maelezo zaidi hayakupatikana mara moja. Kamandi kuu ya Marekani inayohusika na vikosi vya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati vilisema zaidi ya malengo 3000 ya Iran yamepigwa wiki iliyopita, ikiwa ni pamoja na makao makuu ya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, vituo vya amri na udhibiti, mifumo ya ulinzi wa anga na maeneo ya makombora, meli za kivita za kijeshi pamoja na manowari. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana.